tuambie mkono ulirudi au si ndio? Je, tumbo kavuta? Hamuna. La mwisho labda kwa wanaume na wanawake. Mwanaume ameumbiwa sehemu za asili. Uongo kweli? Wangapi wanajua mwanaume ana sehemu za asili? Mnasitumia neno sehemu nyeti Wangapi wanajua mwanamke ana sehemu nyeti? Sasa mimi nikisema nikakuta sehemu za asili za kwangu za juu au za chini hazipo, haunielewe? Sasa wewe baba ulikuta maumbile gani hayapo? Sehemu za asili ukakuta hazipo. Ukawaambia wazazi, bwana mimi nimeshikwa na mtu. Mwili wangu ulisisimuka. Alafu sehemu za asili sizioni. Ndio maana wakakwambia uende wapi? Wangapi wameelewa alichokisema? Ndio maana nimeita kila mtu awepo hapa, kwa sababu ninachotaka kukiombea ni kitu ambacho nataka kwa kanisa hili. Si mnakisikia kwa huyu bwana? Na mmekisikia sehemu zingine. Mimi kwenye kanisa langu narudia tena, si kila mtu ana Mungu wake? Si kila mtu ana madhabahu yake? Si kila mtu anaamini Mungu wake? Si mimi mchungaji wenu? Si kuna wanaume hapa kama huyu na kuna wababa hapa? Unawezekana umenizoea kuniona na nikiongea. Nimeita kila mtu awepo na nimesema naongea kila mtu aliyeko nje aingie kwenye maombezi haya. Nasema kwa anayesikia, shika sikio lako hivi. Nasema ili nikuapie mbele za Mungu wangu kwamba sitakuwa na mwanaume wala sitakuwa na kijana atakayevaa pini kama Tunduma, atakayemezeshwa dawa au atakayejaribishwa kusikwa. Akiwa Tunduma, akiwa Mbeya, akiwa Songwe, akiwa Dar es Salaam, kijana wa kanisa hili, mzee wa kanisa hili, mwanamke wa kanisa hili, anayekanyaga Mungu wake juu ya jengo hili, nasema kama Bwana aishivyo, kama Bwana hakuniambia nguvu zake, hakuna yeyote atakayeibiwa kiunga chake chochote, wala sio mganga aliyeumba dunia hii, anayetembea angani, anayeruka kwa namna yoyote, hata mena chochote kwa mtu wa mahali hapa, kwa jina la Yesu Kristo nimesema, na kila mtu anasikia aseme amen. Kama hujui vita tunavyovipiga mahali hapa, kajaribu kufanya hivi. Labda kama Mungu wangu aliwahi kunidanganya, labda kama Mungu aliwahi kunipigania, labda kama Mungu ninayemsema na msimulia kwa sababu namsikia, kama ni Mungu wa mbinguni aliyenifunza mbele ya wachawi, aliyenipitisha mbele ya waganga, aliyenipitisha katikati ya watu wanasema sisi ni watu, aliyeniokoa na kunionyesha kuwa mimi ni moto mbele yao, nawaambia waganga na wachawi, nawaambia wote wenye mizimu ya kwao, nawaambia wote wanaotembea na majini barabarani, wanaofanya uchawi bidhaa mikononi, wanaowatisha watu kwa mikono yao, mikono yangu itawapiga makofi kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Vijana wa kanisa hili watakuwa salama mbele ya wachawi. Vijana wa kanisa hili wakirushiwa panga, wakikatwa panga, ikiwa wachawi wa Mjinga walikuwa wakipigana vita wakikatwa mapanga wanahamisha vidonda, mimi nitahamisha maumbile yao, nitayatupa baharini kwa jina la Yesu. Haleluya. Nasema mikono ya wanaofanya hivyo watachoma moto na kitakuwa chakula cha ndege. Ikiwa Mungu alimfanya Goliath aliyetisha watoto wake